inatarajiwa kuwa kwa kipindi cha mwezi Novemba 2025 mpaka Aprili 2026. Sasa kwa kuzingatia mwelekeo wa mifumo ya hali ya hewa kama ambavyo imechakatwa na kufanyiwa tathmini kwa kina na wataalamu bingwa wa mamlaka ya hali ya hewa, ufuatao sasa ni mwelekeo wa mvua za vuli kwa kipindi mvua za msimu kwa kipindi cha mwezi Novemba 2025 mpaka Aprili 2026. Kwa upande wa kanda ya magharibi ambayo inajumuisha mikoa ya Kigoma Kusini, Katavi pamoja na Tabora, na upande wa kanda ya kati ambayo inajumuisha mikoa ya Singida na Dodoma, haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za chini ya wastani hadi wastani. Naomba nisisitize, yatapata mvua chini ya wastani hadi wastani. Lakini kwa upande wa kanda ya nyanda za juu kusini magharibi ambayo inajumuisha mikoa ya Rukwa, mikoa ya Songwe, Mbeya, pamoja na Njombe, Iringa na Morogoro Kusini, pamoja na kanda ya kusini, mkoa wa Ruvuma na pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara, haya maeneo tunatarajia kwamba yatapata mvua za wastani hadi chini ya wastani. Sasa ifuatayo ni tathmini ya kuanza na kuisha kwa mvua. Kwa upande wa kanda ya magharibi ambayo kama nilivyoainisha inajumuisha mikoa ya Kigoma, Tabora na Katavi, maeneo haya tunatarajia kwamba mvua zitaanza wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Oktoba na kuisha katika wiki ya 4 ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Lakini kwa upande wa kanda ya kati, mikoa ya Dodoma na Singida, haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Disemba na kuisha katika wiki ya 3 na ya 4 ya mwezi Aprili. Lakini kwa upande wa nyanda za juu kusini magharibi, katika haya maeneo tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya pili na ya 3 ya mwezi Novemba na kuisha katika wiki ya 4 ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei 2026. Kwa upande wa pwani ya kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara na kusini mkoa wa Ruvuma, maeneo haya tunatarajia kwamba mvua zitaanza katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Disemba na kuisha wiki ya 4 ya mwezi Aprili na wiki ya kwanza ya mwezi Mei. Angalizo ambalo tunalitoa ni kwamba msimu wa mvua kwa mwaka huu Novemba 2025 hadi Aprili 2026 tunatarajia kwamba utatawaliwa na vipindi virefu vya ukavu na mtawanyiko wa mvua usioridhisha katika maeneo mengi. Sasa ufuatao ni tathmini ya athari na ushauri ambao umechakatwa kwa pamoja na wataalamu bingwa wa mamlaka ya hali ya hewa na wadau katika sekta mbalimbali. Tukianza na sekta ya kilimo na usalama wa chakula, athari ambayo imeainishwa ni pamoja na upungufu wa unyevu katika udongo unaweza kujitokeza katika maeneo mengi na kuathiri ukuaji na maendeleo ya mazao na kupunguza mavuno. Lakini pia upo uwezekano wa kuongezeka kwa wadudu waharibifu wa mazao kama vile panya na mchwa. Ushauri ambao tumeutoa ni wakulima wanashauriwa kuandaa mashamba kwa wakati, kupanda, kupalilia na kutumia pembejeo husika kwa kuzingatia hali ya unyevu katika udongo. Pia wakulima wanashauriwa kutumia mbinu bora na teknolojia za kuhifadhi maji shambani. Wakulima wanashauriwa kutumia taarifa sahihi kutoka kwa maafisa ugani katika kuchagua mbegu na zao sahihi kulingana na mwelekeo wa msimu kama ambavyo tumeeleza. Kwa sekta ya mifugo na uvuvi, athari tuliyoainisha ni pamoja na upungufu wa mvua hasa katika nusu ya kwanza ya msimu kwa maana ya mwezi Novemba, Disemba na Januari, unatarajiwa kuathiri upatikanaji wa maji na malisho ya mifugo na kusababisha migogoro kati ya wafugaji na watumiaji wengine wa ardhi. Tunashauri wafugaji kuweka na kutekeleza mipango bora ya matumizi na uhifadhi wa maji pamoja na vyakula vya mifugo. Kwa sekta ya utalii na wanyamapori,
athari tuliyoainisha ni pamoja na uwezekano wa hifadhi za taifa na mapori ya akiba kukumbwa na upungufu wa malisho na maji kwa wanyamapori.